Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: nafasi ya vyombo vya habari katika kusongesha ustawi wa familia na hivyo kuchangia katika maendeleo ya jamii nchini Tanzania. Wananchi wanaweza kuwa wana shida fulani kuhusiana na huduma za watoto. Wakipitia chombo cha habari, taarifa zao zitawafikia watoa maamuzi kwa haraka zaidi na mambo yanatokea, na hii ni sehemu ambayo vyombo vya habari vimekuwa vikitenda hilo sana, hasa hawa wa umoja. Leo katika mashinani tutakwenda Sudani Kusini. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 27 ya mwezi Mei mwaka 2025 na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika uimarishaji wa familia, lakini kwanza ni muhtasari ukiwasilishwa na Assumpta Massoi. Asante Arnold. Ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya dharura OCHA hii leo imesema wakati mpango tata wa Israeli wa kugawa misaada kwenye eneo la Palestina la Gaza linalokaliwa kimabavu na Israeli ukiendelea, Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine tena umesihi mamlaka za Israeli kuruhusu ongezeko la kiwango cha misaada kufikia walengwa kwenye eneo hilo lililozingirwa ili kuepusha kabisa janga la njaa. Naye Julie Tuma, mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA, amesema we have over 3,000 trucks. Tuna zaidi ya malori 3,000 yaliyosheheni sio tu chakula bali pia dawa yaliyojipanga huko Jordan na Misri yakisubiri kibali cha kuingia Gaza, na yamebeba dawa ambazo zitaisha muda wake hivi karibuni. Is expiring soon. Kadri nchi zinavyokumbwa zaidi na majanga ya asili, gharama halisi za majanga ni mara 10 zaidi yalivyodhaniwa hapo awali, zikiwa na athari mbaya zaidi katika sekta ya afya, makazi, elimu na ajira, imesema ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupunguza hatari za majanga katika ripoti iliyochapishwa leo Jumanne. Makadirio ya sasa yanaonyesha kuwa gharama za kiuchumi duniani kutokana na majanga ya asili kama vile matetemeko ya ardhi na maporomoko ya udongo na mafuriko ni dola bilioni 202 kila mwaka, lakini gharama halisi ni karibu dola trilioni 2.3. Na nchini Namibia, makazi yaliyojengwa na shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na afya uzazi UNFPA kwa ajili ya wajawazito wanaoishi maeneo ya mbali kusubiria ili kujifungua kwa usalama yamesaidia kupunguza vifo vya wajawazito na watoto wachanga. Mmoja wa wanufaika wa makazi hayo yenye wakunga wabobevu na ambaye anaishi kijiji cha mbali ni Kuliwa Maundu, ambaye amenukuliwa akisema kuwa nyumbani tunapikia kwenye kuni, hapa kuna majiko, tunalala vitandani na si sakafuni. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Arnold. Asante sana Assumpta Massoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea Sudani Kusini ambako wakimbizi waliorejea nyumbani wanashuhudia maisha mapya kutokana ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika, na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kadri dunia inavyojiandaa kwa mkutano wa pili wa dunia kuhusu maendeleo ya kijamii mwezi Novemba mwaka huu wa 2025, maadhimisho ya hivi karibuni ya siku ya familia duniani yalilenga katika kuhakikisha ni kwa vipi familia zinasongesha malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hasa kujengea uwezo familia katika kuimarisha malezi na makuzi ya watoto na jamii kwa ujumla. Nchini Tanzania, kilele cha siku ya familia kilikutanisha wadau wakimulika pamoja na mambo mengine nafasi ya vyombo vya habari katika kuimarisha malezi na makuzi ya mtoto. Je, ni nini kilifanyika? Hamadi Rashid wa redio wa shirika Kids Time FM anakupasha zaidi. Nimepata nafasi ya kukutana na meneja mawasiliano na uchechemuzi kutoka shirika la CAC, Children in Crossfire, Dar es Salaam, anaitwa Chiku Irwena. Niko naye hapa tuweze kuzungumzia masuala haya ya kifamilia na program ya kwa maana mradi wa mtoto kwanza, lakini na Tanzania Malezi Summit. Nafurahi kuwa na wewe moja kwa moja, tuangazie mkiwa hapa jijini Mwanza mmekuwa na shughuli nyingi sana. Ni mambo gani ambayo yamefanyika mpaka tunazungumzia kilele cha Tanzania Malezi Summit jijini Mwanza? Kwa ufupi tu. Taasisi hizi ambazo zinaendesha mradi wa mtoto kwanza ni sehemu ya secretariat ya utekelezaji wa program jumuishi PJT-MAM. Kwa hivyo kwa pamoja na wadau wengine walikuwa wana kamati ambazo ziliunda mikakati mbalimbali
kuzungumzia kuandaa matukio ambayo yanaelekea katika kilele cha siku ya familia. Mojawapo ilikuwa ni vyombo vya habari na kamati za mikoa za programu jumuishi kufanya kazi kwa pamoja kuandaa midahala ya ngazi ya mkoa. Kwa hivyo mikoa ilifanya midahalo yao Ndiyo. na waandishi wa habari waliripoti, lakini vile vile walishiriki. Hiyo ilikuwa ni sehemu mojawapo ngazi ya mkoa kwenye maadhimisho haya. Lakini ngazi iliyofuatia ilikuwa ni tathmini sasa ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa. Mradi wa Mtoto Kwanza ambao unaenda sambamba na programu ya MAM nchini Tanzania. Vyombo vya habari vina nafasi gani ikizingatiwa wewe ni mtaalamu na mbobezi katika eneo la habari na ukifanya kazi katika vyombo mbalimbali nchini Tanzania? Asante sana. Kwanza niseme tu kwamba programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT-MAM imetaja vyombo vya habari kama sehemu muhimu ya kimkakati katika kufikisha taarifa kwa wadau mbalimbali kuanzia ngazi ya kitaifa mpaka ngazi ya familia. Lakini vile vile kimkakati kabisa programu hii inafanya kazi ya kuleta uwajibikaji kuanzia ngazi ya familia, lakini vile vile kuanzia kuelekea ngazi za halmashauri, kata na kadhalika. Kwa hivyo vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee kabisa kufikia makundi yote haya kwa wakati mmoja. Lakini vile vile vyombo hivi vya habari vinaweza kutumika kimkakati kuibua masuala ambayo yako katika ngazi moja wapo katika hizo nilizozitaja kupeleka kwenye ngazi nyingine. Kwa mfano, wananchi wanaweza kuwa wana shida fulani kuhusiana na huduma za watoto. Wakipitia chombo cha habari, taarifa zao zitawafikia watoa maamuzi kwa haraka zaidi na mambo yanatokea. Na hii ni sehemu ambayo vyombo vya habari vimekuwa vikitenda hilo sana, hasa hawa wa Umoja wa Waandishi wa Habari Tanzania UTPC, ambao tunawaita waandishi vinara wa MAM, kwa sababu walipata mafunzo na sasa hivi wanajua kuchambua masuala haya. Kwa hivyo jinsi wanavyoziandika zile habari, wanachambua kwa undani na kuweza kufikisha ujumbe kwa usahihi kwa wahusika wote, na tumekuwa tukiona matokeo yanafanywa kazi. Kwa mfano, kuna barabara watoto walikuwa wanavuka wanagongwa sana. Walipoibua hili swala, mara moja kuliwekwa zebra, kukawa kunawekwa mtu ambaye anasaidia kuwavusha hasa wale watoto wadogo kwenye madarasa ya awali. Ufanikishaji kupitia vyombo vya habari vimeleta matokeo gani tangu umeanza kutekeleza? Matokeo ni mengi na ni makubwa. Na tunashukuru kwamba yanatambulika kwa sababu yanaonekana. Kuleta wanasema awareness, utambuzi na uelewa wa masuala ya malezi na makuzi ndio jambo la msingi kabisa. Kwa sababu kwa mfano rahisi tu, ingekuwa kila mzazi anaelewa jukumu la malezi na analitekeleza, si ajabu tusingekuwa tuna kazi kubwa kiasi hiki cha kulielewesha. Lakini vyombo vya habari vimeanza kuleta ule uelewa, na uelewa huu unahitajika kwa ngazi zote, mpaka hata ngazi za viongozi. Kuna viongozi wengine wako katika maeneo na hawafahamu vizuri masuala ya sayansi ya ICD. Kwa hivyo haelewi ni kwa nini tunasisitiza malezi jumuishi. Wakielewa yote hayo, yanaleta manufaa makubwa sana, na sasa hivi uelewa umepanda kwa kiasi kikubwa sana. Shukrani sana Hamad Rashid wa radio wa shirika Kids Time FM kwa mada hiyo. Na sasa ni mashinani kupitia video iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani Sudani Kusini UNMISS. Tunakutana na Mary Aban Ekon, mkazi wa kijiji cha Hai Matar uko Sudani Kusini. Yeye ni miongoni mwa wakimbizi waliorejea nyumbani baada ya kupatiwa makazi mapya yaliyojengwa na msaada wa mashirika ya kibinadamu chini ya mradi uliofadhiliwa na Umoja Mataifa na wadau wake. Nina furaha sana kwa kweli kutokana na nyumba ambazo mashirika ya kibinadamu wametujengea. Sasa ninaishi hapa na watoto wangu baada ya kurejea kutoka Sudan. Pia ninafurahia uwepo wa polisi katika eneo letu kwa ajili ya usalama na kutulinda. Wanazunguka usiku kufanya doria, na sasa tunaishi kwa amani na majirani zetu. Hongera kwa Umoja wa Mataifa na wadau wake kwa kuwapatia wakimbizi waliorejea matumaini.
Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi la leo, lakini tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video. Na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku, kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X tafuta Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.